ina kilomita za mraba kubwa sana. Sehemu ya mwisho kutoka hapa kuikuta ni wastani kama sio kilomita 300 utaikuta sehemu ya mwisho, au 300 na kidogo ndio utaikuta sehemu ya mwisho, karibu Tabora huko. Lakini ndio nchi yetu, ndio wilaya yetu, kote tunaendelea na tunahudumia, na kote huko kuna shule zetu, kuna watoto tunaendelea kuhudumia huko. Chunya hii tuna shughuli kuu mbili, tukiachana mambo ya elimu, lakini sehemu za kipato tunategemea sana mazao, lakini pia tunategemea dhahabu. Nimefurahi mnasema kwamba tunataka kutembelea muone uchakataji wa dhahabu. Sisi hapa dhahabu wastani kwa mwezi tunazalisha, kwa sasa tunazalisha kilo 350 mpaka 400 kwa mwezi. Na sisi kama serikali, kama halmashauri, maana serikali ina tozo nyingi kwenye dhahabu, lakini kama halmashauri sisi tunachukua tu ile service levy, ushuru wa huduma 0.25 tunachukua kwa ile, baada ya kuuza kile kilichopatikana ndio sisi tunakichukua. Na makusanyo yetu huwa yana range kuanzia, kwa mwaka huu wa fedha tuliomaliza juzi tumekusanya wastani wa bilioni 3.2 kama halmashauri. Katika msafara huu tuko watu 49 ambao 40 ni wanaume na 9 ni wa kike. Ni wakuu wa shule za msingi na sekondari kutoka mkoa wa Kusini Unguja kwa mama. Wameamua kufanya ziara hiyo kwa ajili ya mambo yafuatayo. Kwanza, kuwaona wakuu wa shule wenzao kutoka mkoa wa Mbeya na kubadilishana uzoefu wa kiutendaji. Lakini pili, kuangalia vivutio mbalimbali vilivyopo Mbeya, hususan Chunya, katika uchimbaji, uchakataji na uuzaji wa dhahabu. Na kwa kuwa kule kwetu Zanzibar hakuna dhahabu, tafurahi sana leo kuona alau dhahabu inachakataje na pia upatikanaji wake. Lazima uende kwenye hiyo sehemu husika, uangalie kweli kuna mwamba. Kwa hiyo utafanya kama utaajiri watu au kama una mitambo, utaenda pale, utafanya survey yako, kama kutoa mawe kadhaa, utatoa kaenda kusaga, then kusaga utapata mchanga wenyewe, sababu mchanga unapeleka kwenye sehemu tunaita karashani. Kule karashani unakutana na mtungi ndani na buloli. Ukishapata yale mawe unayatia ndani ya huo karasha, yanasagwa takriban ndani ya lisali moja, alafu unamwaga unga wake. Kwa ukishapatikana ule unga, unaweza ukauosha au ukauchukua kwa upima hivyo hivyo, ukajua ppm yake unapataje. Sema ppm maana yake dhahabu iliyokuwepo ndani ya mchanga kwa tani, ili ukianza kufanya kazi, ukianza kutoa hayo mawe mengi, ukianza kusaga, ukianza kukuza mlima, maana yake tunakuza marudio na aina marudio. Baada hiyo survey, ukishapima, ukishapata sample yake labda inasoma kadhaa ppm gram patani, tunakuzaje marudio? Lazima uhakikishe mwamba wako umeufanyia survey, una uhakika nao, unatoa mawe, unaenda kusaga. Kwa hiyo utakuwa unasaga, unaosha, unasaga ukiwa karashani. Sasa unasaga, unaosha mpaka ule mchanga unakuwa mwingi, takriban tani 100, tani 150, tani 200, tani 700, tani 1000. Kwa hiyo inategemea na wewe unatakaje kutokana na ile sample yako ya ule mwamba. Sasa ukishaukuza ule mlima ambao tunauita marudio, ukishafika tani 200 au 300 au 500 au 1000, tunaupeleka sehemu panaitwa planti. Mchanga kama mchanga marudio, kabla sisi haujafika kwetu huku, tunaupeleka sehemu unaitwa planti. Kule planti tunakutana na matenki. Hayo matenki ambayo ndio tutautia huo mchanga ambao ni tani 200, 300, 400, 500, na takriban na wewe umevuna kiasi gani. Utautia kwenye matenki, nategemea na hayo matenki yanakuwa na ujazo wa kiasi gani. Inaanza takriban tani 25, mengine tani 30, mengine tani 40, mengine tani 50, mengine tani 100 tenki moja. Umeona? Kwa ukishautia ule mchanga, ndio pale unaanza processing ya kutumia dawa sasa chemical, ambao pale inatumika cyanide na madawa mengine kama caustic na chokaa, kwa ajili ya kufanya sasa ile dhahabu ambayo ipo kwenye mchanga iyayuke, itoke kwenye mchanga ije kwenye mfumo wa maji,
itembee iingie kwenye kitu chengine kinaitwa carbon. Tutawaonyesha hapa, zipo hizo carbon. Kwa hiyo ile dhahabu ambayo iliyokuwepo kwenye mchanga tunayeyusha kwa kutumia maji halisi na asidi mbalimbali, asidi kama 2 hivi au 3, inategemea na mchanga wako na dhahabu na madini mengine kiasi gani. Kwa hiyo mkemia yeye ndo anafanya kazi za huko plant hiyo. Kwa hiyo ile dhahabu inayayushwa, inageuka maji yote, takriban yote inaenda inapita kwenye kaboni, inazuiliwa. Kwa hiyo maji yanayopita kwenye kaboni yanaotoka kwenye tenki na maji ambayo yashapita kwenye kaboni ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu maji ambayo yanaotoka kwenye kaboni kwenye matenki yanakuwa yana dhahabu, na maji ambayo yashapita kwenye kaboni yanakuwa hayana tena dhahabu. Dhahabu ishabakia kwenye carbon. Kwa hiyo baada ya hiyo processing, ukishafanya hiyo processing, baadaye ndo unachukua sasa zile carbon zako. Unachukua kwa usalama, kwa sababu dhahabu yako yote inakuwa ishaingia kwenye carbon. Mchanga tena unauacha pale pale plant. Kwa unachukua carbon ndo unakuja kwenye sehemu kama hii, tunaiita sisi elution. Unafika hapa, sisi tunakupokea. Sasa sisi kazi yetu hapa ni kuzichukua hizo kaboni na kuziingiza kwenye mashine, ambayo mashine yetu inachukua takriban masaa 24 ili tuitoe dhahabu yenyewe ambayo ipo kwenye carbon. Tunanunua dhahabu kutoka wachimbaji wadogo na wakubwa. Mchimbaji mdogo au mkubwa kishaingia hapa sokoni, huwa utaratibu hapa ni kwamba lazima afikie dawati la usajili la serikali ili dhahabu yake isaminishwe. Itasaminishwaje? Itapimwa uzito, itapimwa ubora, lakini pia taarifa za hiyo dhahabu imetokea wapi, aliyeileta pale sokoni ni nani. Zote zile taarifa zinachukuliwa, zikishakuwa zimerekodiwa, ndio mteja anatoka pale dawati la usajili la serikali anaingia kwa mfanyabiashara. Kwa mfanyabiashara pia atajiridhisha na zile taarifa ambazo mteja amekuja nazo, maana yake na yeye anakuwa na vipimo pia. Serikali kule imepima asilimia na uzito na vitu vingine, lakini pia mfanyabiashara lazima ajiridhishe. Bei zetu tunatolewa na serikali kila siku itoa ya Mungu, bei inatoka. Sasa hiyo bei inatuelekeza sisi tununue kwa namna gani, lakini kulingana sasa na ushindani wa hapa sasa, wanunuzi dealers ni wengi. Inatulazimu sisi dealers kuweka ka increment kidogo ili kuvutia huyu mteja. Sasa malengo ya shule ya sekondari Kiwanja kwa kidato cha kwanza hadi cha 4, kwanza tulishafuta division 0 miaka mingi, toka 2015 mpaka sasa Kiwanja sekondari hakuna division 0 kwa vidato vyote. Pia mikakati kwa sasa ni kuondoa division 4 kwa kidato cha 2 mtihani wa taifa na kidato cha 4 mtihani wa taifa. Kwa sababu tumeweza kuondoa division 0, kwa sasa hivi mikakati ni kuondoa division 4, tuwe na division 1, 2 na 3 all level. Kwa high level form 5 na 6 ni kuondoa division 3. Division 4 na 0 tulishaondoa muda mrefu. Usimamizi ulio makini. Tunachokifanya katika kusimamia hapo, cha kwanza ni kudhibiti mahudhurio ya watoto darasani, kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi aliyesajiliwa muda wote yupo darasani ili aweze kukipata kile ambacho alikusudia kukipata, na mwisho wa siku ndicho hicho kitakachotumika kumpima kwenye mitihani yake, iwe ya ndani au ya nje. Sasa katika kusimamia hapo ni kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anakuwa na nukuu za masomo yote. Kama yeye ni wa kidato cha 4, basi awe na nukuu zote za masomo kuanzia kidato cha kwanza, cha 2, cha 3 na cha 4 kwa kila somo, ili awe na rejea za kurejea kwa ajili ya kuweza kuwa vizuri katika somo lile, ili aweze kufanya mtihani kwa usahihi. Kweli ziara leo nimejifunza mambo mengi, na nimejifunza kwanza ukarimu, lakini pia nimejifunza namna gani dhahabu inavyochakatwa kutoka hatua ya uchimbaji mpaka kuchakatwa mpaka kwenye hatua ya kuuzwa. Kwa hiyo nimejifunza mambo mengi
Tumekuja kuimarisha zaidi udugu wetu, na wametutaka na wao tuwakaribishe Zanzibar. Kwa tunasema kwamba karibuni Zanzibar, Chunya na Kusini Unguja ni ndugu. Tumejifunza jinsi mbinu za wenzetu wanazotumia katika kupasisha wanafunzi au kufaulisha wanafunzi wao. Tumeenda shule mbalimbali, tumeona Tangazo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya anawatangazia wananchi wote kwamba ardhi hii ndiyo amani ya nchi yetu. Tunawajibika kuwa makini sana kwa namna tunavyosimamia sekta hii ya ardhi. Swala la usajili wa ardhi sasa ni hitaji la lazima. Hivyo twendeni tukasajili ardhi yetu. Tunatekeleza maono ya Mheshimiwa Rais kwamba wananchi wote vipande vyao vitambuliwe, vipimwe, baadaye visajiliwe ili kupunguza migogoro na kuongeza thamani ya ardhi katika maeneo hayo. Marufuku kununua eneo ndani ya wilaya ya Chunya pasipo kuiona idara ya ardhi. Tunaendelea kufanya vizuri, ndio maana unaona Chunya hizi imetulia, na tunaomba ushirikiano kwa wananchi wote wa Chunya, tuendelee kushirikiana pale ambapo tunakuja kutoa huduma ya ardhi. Kwa hiyo nipende kutumia nafasi hii kuwakaribisha wananchi sana idara ya ardhi. Ofisi ya mkurugenzi muda wote iko wazi. Limetolewa na mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Chunya. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.